Wewe sio mke wangu tena, kuanzia leo, mpaka siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Kijana Suleimani alisema hivyo. Maneno haya mafupi, lakini yalimfanya aweze sana baada ya kumtamkia mkewe talaka ya namna hii. Mpenzi mtazamaji, usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hapo chini katika comment. Pia na kuleta istighfari. Usisahau pia kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Kisa chetu kinaanzia kwa kijana Suleiman ambaye aliamka asubuhi na magomvi makubwa yeye na mke wake. Kitendo ambacho Suleiman alipaniki sana, alighadhibika sana, alipata hasira kubwa katika mzozano wake yeye na mke wake. Akaamua kijana Suleiman kumtamkia mke wake talaka. Talaka ambayo ina rehani ndani yake, sio nyepesi nyepesi. Suleiman alimwambia mke wake, kuanzia leo wewe sio mke wangu mpaka siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Suleiman alitamka hivyo. Mke wake alilia sana na akajua sina ndoa tena. Mke akakusanya kila kitu chake na kurudi kwa wazazi wake na kuwaeleza kwamba Suleiman ameniacha baada ya kukwaruzana leo asubuhi, na amesema yeye kwamba mimi sio mke wake tena mpaka siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Wazee wake yule binti wakasema, ni kweli hiyo ni talaka, hakuna jinsi, utulie hapa nyumbani. Suleiman ilivyofika jioni, hasira zilipungua na akamkumbuka mkewe na akaazimia kumrudia mke wake, lakini akawa anapata kikwazo kimoja. Na mrudiaje? Hiyo siku ya maafa ni ipi? Na hiyo siku ambayo isiyokuwa na nuru ni ipi? Mbona napata shida? Kumbuka Suleiman maneno haya alitamka mwenyewe. Kwa hiyo kumrejea mke wake kulikuwa kunahitajia siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Suleiman akatoka jioni ile, akaenda kwa mwanachuoni mmoja ili aweze kumtafasiria na kutaka kujua, je, atabaki kuwa mkewe na anaipataje hiyo siku ya maafa na isiyokuwa na nuru ili aweze kumrudisha mke wake nyumbani. Suleiman alipofika kwa yule mwanachuoni akamueleza. Yule mwanachuoni akasema, aisee, kwa elimu yangu hii sijui ni siku gani ya maafa, lakini pia siku hiyo haina nuru. Ninachokuomba, safiri, nenda mji ambao nitakuelekeza. Ukifika huko, ulizia shekhe fulani, yeye ndo atakusaidia kukata fatwa juu ya hili na utajua muafaka wa ndoa yako. Suleiman akarudi nyumbani kwake asubuhi mapema ilivyofika, akaondoka. Yaani akaanza safari ya kwenda kule kwa mwanachuoni. Alipofika akasalimia na kuanza kumueleza kisa chake juu ya ndoa yake. Suleiman
Alipomaliza kuelezea kisa chake juu ya ndoa yake, yule ulamaa akasema pia mimi sijui. Siwezi. Hii talaka yako na siku ya maafa na isiyokuwa na nuru, siwezi kuijua. Suleiman hakika alikata tamaa. Wakati analanda huku na kule, akapitia sokoni ili anunue chochote kitu kwa ajili ya kupoza njaa. Alipofika kwa duka la mmojawapo wa wauzaji pale sokoni, yule muuzaji akamuuliza, mbona unaonekana mtu ambaye una huzuni sana na una mawazo sana, nini tatizo? Yule Suleiman akajibu, hata nikakuelezea tatizo langu huwezi kunisaidia kwa lolote, kwa sababu hata maulama wakubwa wameshindwa. Huko nilikotoka mjini kwangu wameshindwa, lakini ulama huyo alinielekeza nije huku kwa Sheikh, nije kutatua hili tatizo langu, lakini pia naye kashindwa. Yule mfanyabiashara akaendelea kumsisitizia, unaweza kunishirikisha, huwezi jua, pengine nikakusaidia. Suleiman akaona isiwe shida, akamsimulia na kumwambia hivyo ndo ilivyokuwa nilivyomwacha mke wangu, kwamba wewe sio mke wangu tena mpaka siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Yule mfanyabiashara naye akapata bumbuwazi, akashindwa kuelewa ni siku gani ya maafa na pia ambayo haina nuru. Yule mfanyabiashara aliwaza mbali mpaka kusema itakuwa siku ya kiyama ama kitu gani. Akafikiria sana yule mfanyabiashara, mwishowe akasema kwa hakika ili sijui ufumbuzi wake. Suleimani akamwambia, si nilikwambia kwamba hautaliweza? Lakini punde tu mfanyabiashara akamuelekeza, akamwambia, unamuona yule mtu kule, yule pale amekaa chini kule. Suleimani alivyoangalia kule ambako anaelekezwa kwa kidole, anaona tu kuna mtu amekaa chini, haeleweki, kama chizi au kusema ni chizi moja kwa moja. Suleiman akasema, unakusudia yule mtu chizi? Jamaa akamwambia, yule sio chizi, ila muonekano wake tu unaona kama chizi. Suleiman akamwambia, yule ni chizi. Mtu mwenye akili zake hawezi kukaa pale, pia hawezi kuwa namna ile. Yule ni chizi. Hata wewe mpenzi mtazamaji, ukimuona huyo mtu na wewe utasema ni chizi tu. Suleiman alibisha sana, lakini mfanyabiashara alimsihi sana aende kwa yule mtu. Suleiman akaamua aache ubishi, akamfuata na akamuelezea yule mzee. Yule mzee akasema, safari yako ya kutoka huko mjini kwako ambako unaishi kuja hapa ulianza saa ngapi? Akamwambia, asubuhi nimeianza. Yule mzee ambaye anaonekana kama chizi akasema, sawa, kwa hiyo haukuswali swala ya alfajiri? Suleiman akasema, nimeamka baada ya swala ya alfajiri na nikaanza safari, kwa maana hii sikuswali swala ya alfajiri. Yule mzee ambaye anaonekana kama chizi akasema, sawa, je, ulisoma Qur'ani alfajiri? Akasema, hapana, nitaupataje muda, na nilikuwa nina haraka ya kuja huku, sikuwa na muda huo.
Akamwambia ehe, sawa. Mzee akaendelea tena kumuuliza, je, uliwasalimia majirani zako leo? Akamwambia mzee, nilikuwa na haraka. Mbona maswali yako yanajirudia rudia? Nilikuwa na haraka, sikuweza kumpitia au kumjulia hali jirani yoyote kwangu. Niliondoka tu bila kumwaga mtu yoyote. Mzee akasema ehe, sawa. Akasema, hili la mwisho na kuuliza, je, ulimjulia hali mama yako na kumjua ameamkaje na atashindaje mpaka pale utakaporudi katika hii safari yako? Yule Suleiman akajibu akasema, hapana, sikumjulia hali mama yangu na sikujua ameamkaje, kwa sababu nilikuwa na haraka ya kuja huku. Yule mzee ambaye watu wengi wanamdharau, ambaye wanamuona kama chizi pale maeneo ya sokoni, akasema, hakika leo ndio siku ya maafa ambayo ulitamka mbele ya aliyekuwa mkeo, na ukamwambia kwamba wewe sio mke wangu mpaka siku ya maafa na isiyokuwa na nuru. Leo siku hii ni siku ambayo kwako ni siku ya maafa, lakini pia ni siku ambayo haina nuru kwako, kwani asubuhi mapema umemkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haukusoma Qur'ani, haukuwasalimia majirani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kudumisha udugu baina yetu na majirani, kudumisha ukaribu baina yetu na majirani. Lakini haukumjulia hali mama yako pia, na haukutaka kujua atashindaje mpaka we pale ambapo kutakaporudi uliamua kufanya vile ambavyo unataka. Hakika hii kwako ni siku ya maafa. Umemkasirisha Mungu kwa kutokuswali na kutokusoma Qur'ani. Pia haukumfanyia wema mzazi wako, pia haukuwafanyia wema majirani zako. Umejiondokea zako tu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kuwafanyia wema wazazi wawili. Wewe mama yako umemwacha na ukaondoka. Hakika hii siku kwako haina nuru na hii siku ni ya maafa. Kwa hiyo kuanzia hapa yule ni mkeo. Suleiman alishangaa sana. Akasema, hii hekima mzito sana, na ametoa mtu ambaye hajastahili kutoa hekima hii. Suleiman alimkumbatia na akamchumu yule mzee ambaye ukimuona kama chizi. Akamchumu kwenye paji la uso. Suleiman akaingia mfukoni mwake na kutoa fedha ili kumpa yule mzee, kwa kumtanzulia hiki kitendawili ambacho alikitamka mwenyewe na kimemshinda tafsiri yake. Lakini yule mzee akasema, hapana, mimi sihitaji fedha yoyote. Mimi ninachohitajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utaweza kuniombea dua, basi wewe dumu tu katika kuniombea dua unikumbukapo. Hakika Suleiman alijifunza kutokuropoka pindi ambapo anapata hasira, ima kwenye ndoa au nje ya mihangaiko yake. Kwani kuropoka husababisha maafa baadaye, na pia hukosesha nuru. Alijifunza mambo hayo Suleiman katika hekima ambayo aliipata kwa mtu ambaye anadhaniwa chizi, kumbe ni mtu mwenye hekima na busara. Usimhukumu mtu kwa vile ambavyo unamuona, hujui ndani mwe yukoje. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa
niseme wabillahi tawfiq wa aqul lakum hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.